Bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hii video ambayo ameonekana moja kati ya bidada ambaye inasemekana kwamba ni mchawi. Amedondoka huko Arusha, na ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana, na hizi video kiukweli zimeenda viral to the maximum, kwani watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba bwana, haya mambo ya uchawi bado watu wanaendekeza mpaka leo na mambo mengine kibao. So issue ambayo imetokea hapa bwana ni kwamba kuna hii posti ambapo watu wamejikuta kwamba wamekusanyika baada ya huyu mwanadada kudondoka katika moja kati ya makazi ya watu wa huko Arusha, ndani ya geti, ndani ya fence, akiwa ameshika ungo, ameshika nguo ya ndani kubwa tu ya blue, lakini yeye mwenyewe pia amevaa kanzu ambayo upande mmoja ni mwekundu, upande mmoja ni mweusi, amejifunga kilemba cheusi na mailizi mengi sana kwenye kilemba akiwa ananing'inia. Amevaa pia kamba ambayo imefungwa ilizi nyingi pia upande kutoka kwenye bega mpaka kwenye mkono wake wa kushoto. Sasa hii ni video ambayo imefanya watu wengi sana wajiulize kwamba imekuwaje huyu bidada akajikuta katika mazingira hayo ya nyumbani kwa watu huko Arusha. Huyu dada mwenyewe ikabidi atoe maelezo kuhusiana na kile ambacho kimemkuta, ambapo amejitambulisha kwamba yeye anaitwa Jamila Juma, ametokea Kondoa na hajui amefikaje Arusha, lakini akaelezea kwamba anachokifahamu yeye ni kwamba kuna mama huwa anawatuma, na siku ya leo amejikuta tu ghafla amedondoka hapo na anashindwa kuelewa nini ambacho kimetokea. Walikuwa wengi, walikuwa na wenzie, walikuwa takriban 11, lakini 10 wameendelea na safari, lakini yeye ndo wa 11 amekwama na kudondoka katika uwanja wa watu huko Arusha. Akaulizwa kama ana watoto au ana familia au ameolewa, akasema kwamba yeye amezaa watoto 2 na mume wake ameshafariki. Akaulizwa, je, mumeo wewe ndo uliyemuua kwa kutumia uchawi? Akasema hapana, amefariki. Mume wake kumbe alikuwa ni bodaboda na alikuwa anaendesha chombo barabarani akapata ajali na kufariki. Akaulizwa kwamba ulikuwa unaelekea wapi mpaka ukadondoka hapo? Akasema kwamba yeye alikuwa anaelekea Tanga na wachawi wenzie. Hivyo basi kilichotokea ni kwamba yeye ndo kwanza mgeni katika hizi kazi za uchawi. Ameeleza hivyo na akasema kwamba hana hata mwaka katika hiyo kazi, na huyo mama anaitwa Jamila ambaye yeye ndo anayewatuma hawa kusafiri usiku kwenda kufanya mambo ya kichawi, na hii safari ilikuwa ni kutoka Kondoa kwenda Tanga. Sasa sijui imekuwaje akapita Arusha wakadondoka huko na yeye akajikuta amekwama. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ameelezea mambo mengi sana, na ameelezea jinsi ambavyo practices zinavyokuwa katika swala zima la shughuli zao za kichawi, na akaelezea kwamba yeye anajisikia baridi, maana alikuwa anashindwa kuongea kwa sababu hajazoea baridi, ametokea Kondoa. Sasa baridi la Arusha lilikuwa ni gumu sana kwake. Kwa wakati anahojiwa mix kusema kwamba anajisikia baridi, ambapo watu wakawa wanamkaripia aendelee kuongea. So hapa hebu sikiliza mzozo jinsi ulivyokuwa mara tu baada ya huyu dada kupatikana katika nyumba ya watu huko Arusha akiwa huyu, bahati nzuri ni kwamba hajakutwa akiwa yuko uchi. Yeye amekutwa amevaa hilo kanzu hiyo nyekundu na nyeusi. So sikiliza hapa jinsi mambo yalivyokuwa huko Arusha. So huo mzozo na hiyo ngori kwa ujumla ni kwamba baada ya huyu dada kukamatwa kufanywa mahojiano, ni kwamba yale mavitu ambayo alikuwa ameyabeba kwenye ungo, majivujivu, mailizi, watu wakaanza
kuyatupa, kuyarusha. Sasa wengine wakaanza kuchukua mabeseni na kuanza kumtupia kama vile kumpiga, jambo ambalo likafanya wasamaria wema waweze kumuokoa katika eneo hilo, maana wananchi tayari walishaanza kumbadilikia na walitaka kumgawana. So hivyo ndivyo hali ilivyo baada ya mchawi huyu kudondoka. Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao katika comment section baada ya hii video kwenda viral huko mtandaoni. Hapa anaitwa Pasco ameandika kwamba bwana, mimi ningemdinya kwanza. Kwamba bwana, gearbox ilifeli bwana, jamani mwacheni, ni mambo tu ya ajali barabarani. Kwamba bwana, hii ni piskali kabisa tena ya maana, mkashindwa hata kuichum. Mambo hayo bwana, vijana wanakuambia kwamba huyu mchawi ni piskali, imekuwaje wameshindwa hata kumchum. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, alafu mbona mtu safi tu huyu. Kuna mtu anasema kwamba bwana, ukisikia ajali kazini ndo hii. Kwa mtu anasema kwamba bwana, mimi kiukweli ningeisha mchoma kiberiti. Kwa mtu anasema kwamba bwana, grid ya taifa ishaleta hasara. Kwa mtu anasema bwana, chuma ilipoteza moto. Kwa mtu anasema bwana, hakuna mchawi hapo. Kwa mtu anasema bwana, kijana mdogo kabisa bwana, unamuogopa babu, kumbe vitoto vya 2000 ndo viwanga vyenyewe. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, sijui kwa nini wanajipakaga uchafu na mikaa kiasi hiki. Huyu amekuja kuuliza hivyo kutokana na kwamba huyo mchawi alikuwa amejipaka mikaa kibao masizi usoni. Haya, mwingine hapa ameandika kwamba bwana, watu walikuwa kwenye maombi makali, yeye akajipitisha bila kujua, akajikuta amedondoka, maskini ya Mungu, mchawi wa watu. Mambo hayo. So at the end of the day, ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia tuwekee maoni yako, nilizungumziaje swala hili. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.